katika mkutano wa hadhara wa kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua baada ya polisi kurusha vitoza machozi wakati wa mkutano huo uliokuwa ukiendelea katika mji wa Kikuyu katika kaunti ya Kiambu. Mtafaruku huo ulishuhudia wahuni wakivamia mkutano huo, jambo ambalo lilizua mtafaruku zaidi. Katika mtafaruku huo magari yaliharibiwa na katika barabara ya Southern Bypass. Gachagua akirai wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuwapiga teke washirika wa Rais William Ruto. Kwa mara nyingine tena, mkutano wa hadhara wa chama cha DCP katika eneo bunge la Kikuyu uligeuka na kuwa karaha baada ya maafisa wa polisi kuwatawanya wafuasi wa Gachagua wakitumia vitoa machozi. Katika patashika hiyo, mpiga picha wa Gachagua akaibiwa kamera yake, huku kila mmoja ikiwa mguuni ponye. Kimani Ichung'wah alisema Rigiji hatafika Kikuyu. Rigiji amefika, hajafika. Kabla ya polisi kuingilia kati, Gachagua alimfokea mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kama msaliti, akirai eneo la Mlima Kenya kupiga teke washirika wa Ruto mlimani katika uchaguzi wa mwaka 2027. Nimetangaza Operation Fagia ya kufagia wasaliti wa jamii yetu. Nikisema harambee, mnasema fagia. Harambee! Wasaliti wote, UDA, Wilbaro, Kimani Ichung'wah, Wamuratha, Wamachukuru, Soprano na Kasongo. Kabla ya kufika eneo hilo, Gachagua alikumbana na maafisa wa polisi waliorushia msafara wake vitoa machozi. Hali ya wasiwasi ilikumba eneo la Kikuyu tangu asubuhi, wakati wahuni walifunga barabara ya Southern Bypass na kuibia wasafiri, huku wakisababisha uharibifu mkubwa wa magari. Hii tairi moja ni 40,000 moja. Mimi nimetobolewa zaidi ya tairi 8. Sasa hiyo gharama yote sijui itaenda kwa nani. Na sijui sasa mimi nimepata hiyo tajiri yangu akipata hiyo hasara atadai kwa nani. Mida saa 11:30 tulifungua barabara pale na vijana tusiwajua. Wakafunga barabara, wakakuja na miti za jembe zilizo na misumari, wakatupora, wakadunga magurudumu za gari, wameleta uharibifu kubwa sana pale. Katika mji wa Kikuyu, kuwasili kwa maafisa wa polisi hakukuwazuia wafuasi wa DCP kukongamana licha wasiwasi na wafanyabiashara kufunga maduka yao. Apol Kamau, TV47.